mzazi kuwa bize ofisini kutafuta pesa sio kwamba ndio umefanya malezi bora. Maana wazazi wengi sana sasa hivi tunaanza kusingizia kwamba si unajua kazi zetu jinsi zilivyo, tunakosa muda wa kulea mtoto. Kwa hiyo mtoto tunamkabidhi kwa dada wa nyumbani, tunadhani yeye ndo anatakiwa awe na kazi full time. Kumbe hapana, ni wajibu wa kila mzazi kuendelea kumlea mtoto kwenye misingi imara. Lakini malezi ukiangalia, hatuongelee tu malezi. Malezi hapa nimeambiwa mpaka kuna watu walishe wapo huku. Kwa hiyo hata lishe bora pia mtoto ni haki yake kupata. Unakuta mtoto hapati lishe bora, mzazi ufuatilii. Kwa ni wajibu pia wa mzazi kufuatilia pia kwenye upande wa lishe bora. Lakini mtoto akishafundishwa kule shuleni, akirudi, mzazi pia unatakiwa uwe una muda wa kukagua hata daftari lake. Kukagua daftari lake, ujue amejifunza kitu gani. Kwa sababu ule mtoto ni wa kwako wewe mwenyewe. Wewe ndio umleta hapa duniani. Kwa hiyo lazima pia kwenye upande huo. Lakini pia ni kipekee niendelee kupongeza upande wa halmashauri, wametengeneza mabaraza yapo ya watoto. Lakini pia kuna madawati hata pale shuleni yapo. Kama mtoto anapitia chochote anaweza kwenda kuripoti kwenye hilo dawati. Kwa hiyo pia niwashukuru sana kwa hilo. Ripoti ya Jeshi la Polisi la Tanzania mwaka 2023 inaonyesha ongezeko la wasiwasi. Makosa 13748 dhidi ya watoto yaliripotiwa mwaka 2023 ikilinganishwa na 11118 mwaka 2022, ongezeko la 23.7%. Katika makosa haya ubakaji ulikuwa na makosa 1864 na matendo ya ushoga yaliongezeka kwa 56.9%. Manake hizi ni taarifa ambazo zimefanyika na tafiti ya jeshi letu la polisi mwaka 2023. Taarifa hizi sio nzuri. Dar es Salaam ikiwa ni pamoja na Ubungo ilishuhudia visa kadhaa vya kutoweka na kuuawa kwa watoto hasa mwaka 23-24. Visa hivi viliweka wazazi, shule na jamii yote katika hali ya hofu na wasiwasi mkubwa, na vilitukumbusha kwamba usalama wa watoto hauwezi kuchukuliwa kama kawaida. Wito wa pamoja. Ndugu wote waliopo hapa leo, kama wana ustawi wa jamii, maafisa maendeleo, waelimishaji, wazazi na viongozi, tuna jukumu zito la pamoja. Kwanza, kuimarisha mifumo ya ulinzi wa mtoto katika ngazi ya mtaa, kusimamia kamati za ulinzi na watoto katika kila kata, mitaa ya Ubungo, kuhakikisha zina rasilimali, mafunzo na mamlaka ya kufanya kazi. Pili, kufungua mlango wa msaada, kuondoa unyanyapaa unaoweza kuwazuia waathirika kutafuta huduma. Vile kumbuke tafiti ya 2024 inatuambia kwamba kupungua kwa wanaotafuta msaada ni ishara hatari zaidi kuliko takwimu za ukatili wenyewe. Tatu, kuelimisha jamii, kushirikisha wazazi, walimu na viongozi wa dini na vijana katika programu za kuzuia ukatili kabla hujatokea. Kuzuia ni nafuu na bora kuliko kutibu. 4, kushirikiana na serikali, asasi za kiraia, taasisi za kimataifa na wananchi wote. Lazima tufanye kazi kama timu moja. Mafanikio haya ya 2024 yamethibitisha kwamba ushirikiano unafanya kazi. Kama kauli mbiu inavyosema, mtoto ni malezi, msingi wa familia bora kwa taifa imara. Tuwaombee sana watoto wetu, tuwakabidhi kwa Mungu. Niwaase wazazi wenzangu, watoto hawa tunapowalea, basi sisi tuwe mfano bora kwao. Tuwape uhuru lakini wenye mipaka. Tuwape watoto uhuru lakini uhuru wenye mipaka. Swala hili kwa kweli niwapongeze sana, kwa sababu ni swala muhimu kwa ajili ya watoto wetu, lakini pia ndio taifa la leo na kesho, kwa sababu ni vijana, ni watoto ambao tunatakiwa tuwaandae katika mazingira mazuri. Lakini pia tuambie ukweli namna ya kujiondoa na mambo yasiyokuwa
mazuri au yasiyofaa, hasa kuelimisha namna gani ya kujikinga na mambo ambayo sasa hivi yanaendelea, hasa ulawiti unaoendelea kwa watoto, unyanyasaji wa watoto na watoto kutokupata elimu nzuri wanakuwa katika mazingira sehemu fulani, hasa wanapokuwa shule au wanapokuwa katika misikiti, wanapokuwa makanisani, kwa sababu ni lazima tuwaambie, kwa sababu wanapokutana watoto wanakuwa ni wengi na kila mtoto anatoka na tabia yake sehemu alipo na mafundisho yanayofundishwa huko. Kwa hiyo wanapokutana sehemu moja, aidha shuleni au wamekutana katika mkusanyiko wa dini, kuna watoto wengine wanaweza kuwa ni watundu. Kwa hiyo lazima tuwaambie kwamba namna gani wanatakiwa waishi.